Asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sisi hapa tunakuandalia taarifa ambazo hazichoshi kabisa, na kila siku tumeipa jina lake. Alhamis tumeita Generation Zamani. Generation Zamani, hapa tunarudi nyuma kuangalia historia, tamaduni na kumbukumbu za kihistoria, kutoka picha, video hadi hadithi za kila siku za wazee na jamii. Utapata story halisi za zamani na uone jinsi kumbukumbu zinavyoishi leo. Tunasema Generation Zamani, kumbukumbu zinaishi. Na hapa Raisa Saidi kutoka mkoani Tanga na kuja na nini leo? Tuungane naye. Katika mji wa Tanga, pwani ni harufu ya bahari na upepo wa historia. Makawa ya kufunika chakula yalikuwa zaidi ya desturi. Yalikuwa sanaa ya mapenzi, lugha ya heshima na alama ya urithi uliofuma maisha ya jamii kwa uzuri wa kale. Lakini leo tunaona upepo wa mabadiliko unavuma kwa kasi. Utamaduni huo unazidi kufifia na kuacha pengo lisiloonekana moja kwa moja, pengo linalogusa namna watu walivyopendana, kuwasiliana na hata kudumisha ndoa zao. Hapa tunakutana na mwanamke wa Kitanga ambaye pia aliwahi kufanya shughuli za kuwafunda mabibi harusi, anayejulikana kwa jina la Faidha Salim. Anatuelezea namna utamaduni wa makawa ya kufunika chakula ulivyotumika kuimarisha na kuleta suluhu katika ndoa hapo zamani. Kwa zamani waume, hata kama kuna meza, mazali mume wako kwanza hawezi kula pale juu ya meza. Chumbani unamtandikia msala wako, unamwekea sinia, unamwekea chakula chake labda pale kwenye sahani, umeona? Na kawa lako pale umefunika. Na hata atakapokuja mume anayejua maana naye alofundishwa, halifunui lile kawa, atamgoja mkewe ajamfunie kawa. Lakini je, unajua kuporomoka kwa baadhi ya tamaduni za Kitanga kunachangia vipi changamoto za mapenzi na ndoa za kizazi cha sasa? Hapa tunakutana pia na mwanamke mjasiriamali anayejulikana kwa jina maarufu Bin Saadi, ambaye anatengeneza na kuuza bidhaa za kitamaduni. Anatuelezea kwa nini utamaduni wa makawa umepotea kwa sasa katika jiji hilo la Tanga lenye ukarimu na mahaba. Ukiangalia nikizungumzia sana sasa hivi katika tunasema hizi ndoa za sasa hivi sana zinavunjika kwa haraka. Yaani utakuta watu wameoana labda mwaka mmoja, miezi miwili, mitatu ndoa ishavunjika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya mila na tamaduni zinakuwa pia hazizingatiwi. Utakuta mke na mume wanagombana, wanafokeana kwa maneno machafu kiasi kwamba kunaleta mtafaruki mkubwa, na mtu anajisahau anapolitamka neno chafu kwamba kwa mwenzie linaendelea kukaa. Yeye anajua akilitoa neno chafu limeisha. Hapana. Kumbe kichwani kwa mwenzie linaendelea kukaa. Na watu wengi pia ni kitu ambacho wanajiuliza na wanaendelea kuhoji kwamba kwa nini ndoa za sasa hivi zinavunjika na za zamani zilikuwa zinadumu na kukaa kwa muda mrefu. Kumbe hawajui kwamba watu wa zamani walikuwa wanaheshimu sana mila zao na tamaduni zao, ambao kitu kimoja hapo cha utamaduni wetu sisi hasa watu wa Tanga na baadhi pia mikoa ya Pwani, kawa kiliolo unaweza kalizarau ukasema hili kawa nikilinunua siku 2-3 nikafunikia chakula changu kinaweza kawa litaharibika na nitakuwa nimetoa hela yangu harama. Kumbe hapana. Ni kitu kimoja hapo kitakusimamishia wewe, tunasema ndoa yako, na kuleta utamaduni wako mzuri sana. Kawa likiwa limefunikwa pale na maneno juu, mtu anaweza akasoma yale maneno yakamvutia akaona maneno ni ya kawaida, lakini ule unakuwa ni ujumbe haswa. Na ule ujumbe unalengwa kwa mtu husika. Utamkuta mke amefunika kawa na chakula chake kimeandikwa labda, sogea mume wangu, sogea mpenzi tule, kula peke yangu siwezi. Yale maneno hata baba au nani akirudi kutoka na mihangaiko yake huko amechoka, lakini akikuta ameandaliwa chakula kwa namna tofauti na maneno ambayo yanamkarimu na kumpa tabasamu, yaani lazima tu ataanza kwanza kutabasamu. Kwanza utakuta kuna kawa jingine limeandikwa funua kwa tabasamu, kilichofunikwa ni kitamu. Yaani kabla hujafunua lazima kwanza ukiona yale maneno utaanza mwenyewe kwanza kutabasamu na kucheka. Ile kawa hilo linaweza likaandikwa pia kwa maneno mengine tofauti na makali, lakini kikubwa mno kinazingatia kwamba hayatotoka ndani ya kinywa chako. Yeye atakuwa amemfikishia mjumbe mhusika lakini kwa namna tofauti.
utakuta mke ameandaa chakula ni kizuri sana na mazingira ni mazuri sana, lakini ameweka kawa limeandikwa kwamba usione utamu wa ndizi mgomba unataka Parisi. Lile lina maana kubwa sana, ujumbe ni mkubwa mke anampa mume wake kwamba usione utamu wa ndizi mgomba unataka Parisi. Wazee wa Kitanga nao hawakuwa nyuma kutuelezea namna makawa yalivyotumika kuimarisha ndoa zao kupitia jumbe mbalimbali zilizoandikwa kwenye makawa hayo. Kwa tunajisikia vizuri na mpaka sasa tunajisikia vizuri kwa sababu vitu hivyo hasa kwangu mimi vipo. Sijapoteza utamaduni wangu. Kwa ili kuliendeleza ili kurudi kwenye tulikotoka au walikotoka wazazi wetu, ili kuliendeleza ili swala, naona bila hivyo hii itapotea moja kwa moja, sikudanganye mtu. Maswala haya ya hiyo miswala na makawa yamebaki sehemu chache sana. Kama mimi kwangu ukija utalikuta kimswala au ile kawa limeandikwa, umeona siji nipende mimi mwingine wa nini, basi ndio maneno yani hapo. Sasa kwa hiyo wewe ukirudi mwenyewe ukiona vile hapa pako vizuri hapa, kwa hiyo hata ile nguvu ya kutaka labda nini huko inapungua, kwa sababu ukija ukuta maneno mazuri. Simulizi hii inatuacha na swali la msingi. Je, tunaruhusu utamaduni kuendelea kufifia au tunachukua hatua kuhifadhi kwa vizazi vijavyo? Kwa sababu ndani ya makawa haya si tu kuna uzuri wa mapambo, bali pia kuna hekima, mawasiliano ya heshima na siri ya kudumisha mapenzi ya kudumu. Ulikuwa nami msimuliaji wako kutoka Tanga, Raisa Said, Clouds Habari. Nina salamu zako kutoka kwa Omar Mkorowini, nitaziwasilisha. Lakini katika makala hii ninaona bado kuna mengi ya kujifunza. Sijui niombe likizo niende Tanga mimi na Fausta Salakana au bado tuendelee kujifunza kupitia makala za Raisa Said. Asante sana kwa simulizi yako, na sasa